Mpenzi mtazamaji, karibu kwa uchambuzi wa lesoni juma hili, ikiwa tuko katika somo la 5 na mada ambayo tunaangazia katika juma hili ni Mungu anakupigania, ikiwa ni katika wiki Oktoba 25 hadi Oktoba 31, na kama ilivyo ada, kabla ya kuanza tutampisha mwalimu Antoni aweze kutubariki kwa ombi. Karibu mwalimu. Asante, tuweze kuomba. Tunakushukuru Mungu, asante kwa wema na fadhili zako. Asante kwa uwepo wako, asante kwa kutupea nafasi nyingine tuweze kujifundisha neno lako. Kuwa nasi Roho wako Mtakatifu kwa mwalimu na mtafsiri wa kila jambo. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amina. Na mfungu la kukariri linapatikana katika kitabu ni cha Yoshua, sura ni ya 10 aya ni 42. Inasema, na wafalme hao wote na nchi zao Yoshua akatoa wakati huo, kwa sababu yeye Bwana Mungu wa Israeli alipigana kwa ajili ya Israeli. Mwalimu, wiki jana tulijaribu kuelezea jinsi ambavyo Mungu ni Bwana wa vita. Na tukasema pia Mungu ni upendo. Mwalimu, hivi vitu viwili sijui kama unaweza ukatukumbusha, tuliweza kuona namna gani iwaje Mungu ni Bwana wa vita na vile vile yeye ni upendo? Mwalimu, tulisema Mungu ni mtu wa vita kwa sababu umpendaye lazima umrudi. Mungu kwa upendo wake wa dhati ambao aliweza hako nao kwa wana wake, ilikuwa lazima akuwe na sheria zake, na hizi sheria zake lazima azitunze. Kwa hivyo lazima kukuwe na ile kurudi watu wake ili waweze kutii zile amri zake. Mwalimu, nakumbuka pale shambani Edeni alipomuumba Adamu na Hawa pale akaweza waekelea pale, alikuwa na upendo mwingi kwa wao. Alikuwa na visit kila siku pale jioni, anawaongea nao, wanaongea kuwajulia hali pale. Ila dhambi ilipoingia, yule mwovu shetani alipokuja na kuweza kumdanganya yule Hawa kulila lile tunda, hapo kwa kuwa na mwanya, sababu walishavunja ile sheria ya Mungu. Kwa hivyo Mungu ni upendo ndio, lakini lazima awarudi wanawe. Mwalimu, sijui kama unaweza kutuelezea upendo unaweza kufumbia macho uovu? Mwalimu, iwezi, sababu upendo lazima, vile nimesema, lazima ukiona makosa lazima urekebishe. Ile unarekebisha kwa njia ya upendo. Kumchinja yule mwana kondoo pale shambani Edeni, na anaweza kuwavika wale Adamu na Hawa nguo walipogundua kwamba wako uchi, ndio dhambi washatenda, lakini anatumia hiyo mbinu kuwafunika, hata kama tunajua ilikuwa inaashiria Yesu mwalimu, ila huo ilikuwa kitendo cha upendo. Amewapea nafasi nyingine ya kuweza kujirudi. Kwa hivyo tunaweza kusema kwamba udhihirisho wa upendo pale Kalvari, kwa sababu tunajua Mungu anamtoa mwana wake wa pekee, bila shaka anakufa, na pasipo umwagikaji wa damu hakuna ondoleo la dhambi. Kwa hivyo lazima Yesu angekufa pale msalabani, anaangikwa msalabani, anamwaga damu, ndiposa yeyote atakayemwamini asije akapotea. Vile vile tunapata kwamba pale msalabani haki inakuwa imefanyika. Ukisoma katika kitabu ni cha Warumi 6:23, Rumi 6:23 inasema hivi. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Mshahara wa dhambi ni mauti. Na mwalimu, kumbuka mshahara ni kitu ambacho unafanya kazi. Lazima umeweka kazi pale ili uweze kupata mshahara. Na tunaona kwamba Kristo kwa upendo wake, bila shaka, anatuita, anatuvuta. Pendo lake linazidi kutuvuta, na pendo lake haliko kwa Israeli pekee kama vile ambavyo tutaona. Upendo wa Mungu uko kwa dunia nzima. Mwalimu, tupatie Yohana 1:9 ili tuweze kuhakikisha kwamba nuru imezuka, na nuru hii imemzukia kila binadamu ambaye anakuja katika ulimwengu huu. 1:9 mstari wake unasema, kulikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Kwa hivyo amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Kwa hivyo haichagui. Nuru ya Kristo haichagui wewe ni Mwisraeli, wewe ni Mkanani, ama wewe ni wa jinsia gani. Bila shaka. Kwa hivyo upendo wa Mungu bado unazidi kutuvuta karibu na yeye. Mwalimu, tupatie Zaburi 85:10 tuweze kuona pale msalabani ni kipi ambacho kinafanyika. 85:10 inasema, fadhili na kweli zimekutana, haki na amani
zimehusiana. Mwalimu, hapa ni msalabani, haki na amani. Kwa hivyo tunajua haki, ndiposa haki iweze kufanyika lazima kuweze kuwa na hukumu. Naam. Na watu wengi hawapendi hukumu. Bila shaka. Hata kama hukumu ni ya kweli. Naam. Lakini ndiposa haki iweze kufanyika lazima kuweze kuwa na hukumu. Naam. Mwalimu, tutaenda moja kwa moja hadi siku ni ya Jumapili ambayo ni uovu wa Wakanaani, ambapo tutasoma katika kitabu ni cha Mwanzo sura ni ya 15 aya ni ya 16. Tuweze kuona ni agano gani Mungu aliweza kumwapia mzee wa imani Ibrahimu. 15:16 Mwanzo. Naam. Na kizazi cha 4 kitarudi hapa, maana haunjatimia uovu wa Waamori bado. Ikawa jua lilipokuchwa likawa giza, tazama tanuru ya moshi na mwenge unaowaka ulipita kati ya vile vipande vya nyama. Mwalimu, tunaona kwamba uovu wa Amori haukuwa umejaa. Naam. Kwa hivyo tunaona Mungu ni mvumilivu. Naam. Mpaka anasema itakapojaa ndipo atapoleta uharibifu. Naam. Ama ataweza kuondoa lile taifa. Lakini kabla ya hiyo Mungu aliweza kuwapatia rehema zake. Naam. Aliweza kuwapatia muda wa kuweza kurekebisha. Na iwapo hawangerekebisha, mwalimu, kuna jambo ambalo lilikuwa litokee. Mwalimu, tuende kwa Mambo ya Walawi 18:24 hadi 30. Msijitie unajisi katika mambo hayo hata mojawapo, kwa maana hizo taifa nitakazozitoa mbele zenu zimekuwa najisi kwa mambo hayo yote. Mwalimu, kuna taifa ama kuna mataifa ambayo yalikuwa yatolewe. Na kuna kitu ambacho kinachochea, mwalimu, ni jambo lipi? Kujitia unajisi. Naam. Lakini haishi hapo. Mungu anasema hata nanyi mkiweza kujitia unajisi. Naam. Kama hayo mataifa pia na nyinyi mtaondolewa. Mwalimu, zidi. Na hiyo nchi imekuwa unajisi kwa ajili ya hayo, na ipatiliza uovu wake juu yake, na hiyo nchi yatapika wenyeji wake na kuwatoa. Kwa hiyo mtazishika amri zangu na hukumu zangu, wala msifanye machukizo hayo mojawapo. Yeye aliyemzaliwa wala mgeni akitie katika kati yenu. Mwalimu, kwa hivyo ushauri ni kuweza kuzishika amri za Mungu. Naam. Nakumbuka si kwa wale ambao pekee, ni wale ambao ni wa Israeli, wenyeji. Kwa hivyo ni kila mtu. Naam. Naam, tuzidi. Kwa kuwa hao watu wa nchi wameyafanya machukizo hayo yote, hao waliotangulia mbele zenu, na hiyo nchi imekuwa najisi, ili kwamba hiyo nchi isiwatapike nanyi pia hapo mtakapoitia unajisi, kama ilivyoitapika hiyo taifa iliyotangulia mbele yenu. Kwani mtu awaye yote atakayefanya machukizo hayo mojawapo, nafsi hizo zitakataliwa mbali na watu wao. 30. Kwa ajili ya hayo yashikeni mahusia yangu, ili kwamba msifanye kabisa desturi hizo zichukizazo mojawapo zilizotangulia kufanywa mbele zenu, wala msinjitie unajisi katika mambo hayo. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Mwalimu, kwa hivyo Mungu hawaachi hawa watu bila ushauri. Naam. 30 inasema kwa ajili ya hayo yashikeni mahusia yangu. Naam. Kwa hivyo Mungu kabla ya kuliangamiza taifa, naam, analeta manabii wake, analeta ujumbe wake na kuweza kuonya taifa lile ambalo liko tayari kuharibiwa. Naam. Iwapo watajirudi, mwalimu, tunajua ule uovu unaondolewa. Mungu anagairi. Na iwapo hawatajirudi, tunajua kile ambacho Mungu amekusudia kufanya, ataweza kufanya. Kwa hivyo pia na hawa wana muda wa kuweza kujirudi. Na vile vile, mwalimu, tunaona kwamba Mungu habagui. Kwa lugha ya Kimombo wanasema God is not a respecter of a person. Kwa hivyo yote ambaye anafuata kanuni zake, iwe ni Mkanani, iwe ni Mwisraeli, anakuwa ako katika njia sahihi. Mwalimu, lakini tunaona kwamba kuna maovu mengi ambayo mataifa haya walikuwa wanafanya kwa kujitia unajisi. Tunajua walikuwa wanatoa dhabihu ya watoto. Mwalimu, na kulikuwa na mambo ya kahaba, kulikuwa na mambo ya miungu ya sanamu ambayo walikuwa wamekita mizizi, mwalimu.
Na ninaposema kukita mizizi, walikuwa wameenda to an extent that kurudi nyuma ilikuwa ni ngumu sana. Mwalimu, kumbuka kisa cha Sodoma na Gomora. Inafika mahali ambapo wanasema kikombe cha uovu kilipojaa imemfikia hadi Mungu mbinguni. Inamfikia Mungu mbinguni. Kwa hivyo analeta adhabu yake. Kwa hivyo na pia mataifa haya ambayo yanaangamizwa, kikombe cha uovu kilikuwa kimejaa. Wakati wa gharika vile vile ilikuwa vivyo hivyo mwalimu. Na tunajua kuna matukio kama hayo pia ambayo yameweza kutokea katika Biblia mwalimu, na tunajua yameandikwa kwa sababu ya sisi ili yaweze kuwa mafunzo kwetu. Mwalimu, kwa hivyo tunaona kuangamizwa kwa Wakanaani hakukuwa jambo la kufikiria baadaye. Jambo lililojitokeza baada ya uamuzi wa Mungu wa kuwapa Waisraeli nchi ya Kanaani. Wakazi wa Kanaani walipewa kipindi cha rehema, wakati wa rehema ya ziada, ambapo walipata fursa ya kugundua Mungu na tabia yake. Kupitia ushuhuda wa mababa wanaoishi kati yao, walipata fursa, lakini ni wazi waliitumia vibaya na wakaendelea na mazoea yao ya kutisha mpaka Bwana hatimaye akawakomesha. Mwalimu, tupatie Mwanzo 6:3 ili tuweze kuona kwamba roho ya Mungu haitazidi kupigana na binadamu. Ikifika wakati fulani itabidi aweze kutekeleza jambo. Bwana akasema, roho yangu itashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Mwalimu, kwa hivyo ni somo ambalo pia sisi tunaweza kusoma tunapopata wito wa Roho Mtakatifu anapotuzungumzia. Ni vema tuweze kusikia sauti hiyo. Bila shaka. Bali sivyo mwalimu, na sisi tutaangamia kama Wakanaani hawa walioangamia. Mwalimu, tuenda moja kwa moja hadi siku ya Jumatatu ambayo ni hakimu mkuu. Mwalimu, hakimu mkuu, tumeweza kusema kwamba Mungu ni hakimu mwenye haki. Na tumesema kwamba upendo na haki vinakwenda sako kwa bako. Hawezi ukavitoanisha. Kwa hivyo inapofika wakati wa kutenda haki ni tendo la upendo mwalimu. Kwa hivyo hivyo viwili hawezi ukavitoanisha kabisa. Mwalimu, tupe Mwanzo 18:25 ili tuweze kuona, je, Mungu anatumia haki kuangamiza watu ama inakuwa vipi? 18 ngapi mwalimu? 25. Inasema hivi, hasha, usifanye hivyo, ukamuue mwenye haki pamoja na muovu. Mwenye haki awe kama muovu, hasha, mhukumu ulimwengu wote asitende haki. Mwalimu, tupe Zaburi 7:11. Tunajaribu kuendeleza hoja hii kwamba Mungu ni hakimu mkuu na ni mwenye haki. 7 ngapi? 7:11 Zaburi. Inasema hivi, Mungu ni muamuzi mwenye haki. Kwa hivyo Mungu ni muamuzi mwenye haki. Alafu Mungu aghadhibikaye kila siku. Naam mwalimu, kwa hivyo tunaona kwamba Mungu amewapatia binadamu uhuru wa kuchagua. Lakini katika uhuru huu wa kuchagua ameweza kutuelekeza njia ambayo tunapaswa kuichukua mwalimu. Ukisoma katika kitabu ni cha Kumbukumbu la Torati 30:19 ambayo inasema, siku ya leo nimeweka njia mbili, chagua uzima ama mauti mwalimu. Kwa hivyo Mungu ametupatia uhuru wa kuchagua, lakini katika uhuru huu inatupasa kuweza kujua kwamba tutahukumiwa na kutokana na uchaguzi ambao tutaweza kufanya. Mwalimu, lakini Kristo ama Mungu hajatuachia pale, ameweza kutuelekeza jinsi ya kuweza kufanya uchaguzi mwalimu. Jinsi ya kuweza kufanya haki kama vile ambavyo umesema mwalimu. Mwalimu, sijui siku ya Jumatatu umejifunza nini? Mwalimu, kitu cha kutia moyo ni kwamba huyu hakimu mkuu ndiye kiongozi wetu, ama ndiye tunapaswa kuwa tunamfuatilia. Na kwa hivyo kama hakimu mwenye ana hukumu ndiye mwenye ni rafiki wako, ama ulikuwa ukifuata sheria zake, bila shaka unakuwa na ile matumaini kwamba hii utakuwa jasiri hukumuni. Hii hukumu itakuwa kwa favor yako. Mwalimu. Mwalimu, ukisoma katika kitabu cha Timotheo wa pili 4 pale kuanzia mstari wa kwanza pale mwalimu. Umesema Timotheo wa pili ngapi? 4:1. Timotheo wa pili 4:1 nasema, na kuagiza mbele ya Mungu
na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu, atakaye wahukumu walio hai na waliokufa kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake. Kwanza mwalimu ni Yesu, ndiye anayetufundisha, kisha ndiye anayehukumu, na anakuja kuhukumu kulingana na yale mafundisho ameweza kufundisha, yaweze kufuatiliwa. Mwalimu, kumbuka Yesu anasema ingawa dhambi zako ni nyekundu kama damu, ataweza kuzisafisha ziwe safi kama pamba. Na utakatifu wa tabia ya Mungu unamaanisha kwamba hawezi kuvumilia dhambi. Naam. Yeye ni mvumilivu. Hata hivyo dhambi lazima ivune matokeo yake ya mwisho, ambayo ni kifo. Warumi 6:23. Bwana alitangaza vita dhidi ya dhambi bila kujali mahali ilipatikana, iwe katika Israeli au kati ya Wakanaani. Israeli haikutakaswa kwa kushiriki katika vita vitakatifu kama vile mataifa mengine yalivyokuwa. Ukisoma Kumbukumbu la Torati 9:4-5, Kumbukumbu la Torati 12:29-30, hata yalipokuwa njia ya hukumu ya Yehova dhidi ya taifa lake teule. Tofauti na watu wengine wa kale wa Mashariki ya Karibu, Waisraeli walikipata kinyume cha vita vitakatifu, wakati Mungu hakuwapigania bali alikuwa dhidi yao, akiwaruhusu adui zao kuwakandamiza. Mwalimu, kwa hivyo tunaona kuna dhana ya vita vitakatifu. Kumbuka Mungu ni mtakatifu. Na kwa hivyo mambo ambayo anayafanya yote ni matakatifu. Kwa hivyo anapoleta vita hivi ambavyo tumesema ni vita vitakatifu, kumbuka analeta ili kuweza kutoa hukumu yake ya haki. Dhana nzima ya vita vitakatifu inaweza kueleweka tu ikiwa inaonekana katika mtazamo wa shughuli ya Mungu kama hakimu. Vinapoonekana kama njia hii, vita vya ushindi vya Israeli vinachukua sura tofauti kabisa, tofauti na vita vya kibeberu vya kujitukuza vilivyo kawaida sana katika ulimwengu wa kale na watu wa leo. Vita vya Israeli havikukusudiwa kuwaletea utukufu wao wenyewe, bali kusimamisha haki na amana ya Mungu katika nchi. Siku ya Jumanne ambao ni kunyang'anya au kuangamiza. Mwalimu, kutoka 23:28 hadi 30. Wiki jana tuliweza kusema kwamba kusudi la Mungu lilikuwa kwamba wale wa Israeli waweze kuchukua nchi ya ahadi pasi vita vingi, lakini kwa sababu ya mambo ambayo walikuwa wakifanya basi na kwa sababu ya ukaidi wa mataifa yale ambayo yalikuwepo pale, basi ikabidi kuweze kuwa na vita. Mwalimu, tupe kutoka 23:28 nasema hivi: nami nitapeleka mavu mbele yako, watakaomfukuza Mhivi na Mkanani na Mhiti watoke mbele yako. Sitawafukuza mbele yako katika mwaka mmoja, nchi isiwe ukiwa, na wanyama wa bara wakaongezeka. Mwalimu, tunaona kwamba Mungu angeweza kufanya nini? Kupeleka mavu mbele ya wana wa Israeli ili kuweza kufanya nini? Kuwaondosha Wahiti, Wahiti na Wahivi na mataifa kama hayo. Mwalimu, hilo ndilo ambalo lilikuwa kusudi la Mungu. Mwalimu, umesoma mpaka ngapi? 30 nasema, nitawafukuza kidogo kidogo mbele yao hata utakapoongezeka wewe na kuiridhi hiyo nchi. Kwa hivyo kusudi la Mungu walikuwa waweze kuwaridhisha nchi. Kumbuka ambayo tuliweza kusema kwamba aliwaapia mababu zao kwamba wangepata nchi ambayo ni Kanaani. Lakini kwa kufanya hivi, yale mataifa ambayo yalikuwa yameridhi hiyo nchi lazima angeweza kuondolewa. Lakini kusudi la Mungu lilikuwa waweze kuondolewa kwa njia ambayo si ya vita. Lakini tutaweza kuangalia mbona ama inakuwa vipi mpaka vita vinazuka. Kumbukumbu la Torati 7:5 mwalimu. Kumbukumbu la Torati 7:5 nasema hivi. 7 mstari wangu unasema, lakini watendeni hivi: zivunjeni madhahabu zao, zibomosheni nguo zao, yatakeni maashera yao, ziteketezeni kwa moto sanamu zao za kuchonga. Kwa hivyo wanapewa amri, na tunaona vitu ambavyo kwanza vinazungumziwa hapa ni vitu ambavyo havina
uhai. Naam. Lakini mwishowe utaweza kujua inakuwaje basi sasa watu wenye uhai, mifugo na vitu kama hivyo vinaweza kuhusishwa katika vita hivi mwalimu. Naam. Agizo la kwanza walikuwa waweze kuvivunja vitu ambavyo havina uhai. Mwalimu, tunaona kwamba vita vitakatifu vinaelekezwa zaidi kwa utamaduni wa jamii potovu ya Kanaani. Unaona? Kumbuka mwalimu, kusudi la Mungu lilikuwa lipi? Mungu alikuwa ameleta mpango wake vile ambavyo ataweza kutoa miji hii. Lakini yale mataifa hayakuweza kusikia. Yakakuwa yanakwenda kinyume na Mungu. Mwalimu, kumbuka kuna Rahabu ambaye aliweza kuokolewa. Kuna wale wa Gibeoni ambao waliweza kusikia habari za wana wa Israeli na wakaweza, mioyo yao ikaweza kuyeyuka. Kwa hivyo mataifa haya pia yalikuwa yamesikia habari za Mungu huyu, lakini wakafanya mioyo yao migumu. Wakaamua kwenda vitani na Israeli. Basi ikawa basi hakuna chaguo lingine, kama wameamua kwenda vitani, Mungu naye ni Bwana wa vita. Ni mtu wa vita mwalimu. Kwa hivyo sasa ikawa wamekwenda vitani. Na tunajua vitani sasa agizo linakuja waweze kuangamiza wote. Ili kuepuka kuchafuliwa, Israeli ilipaswa iharibu vipengele vyote vilivyokuwa vikieneza upotovu. Hata hivyo, wakazi wote wa Kanaani na wale ambao kama watu binafsi walitambua ukuu wa Mungu kabla ya ushindi au hata wakati wa ushindi, waliweza kutoroka kupitia uhamiaji. Mwalimu, tupe Yoshua 2:9 hadi 14. Yoshua 2:9 inasema hivi. Akawaambia wale wanaume, mimi najua kuwa Bwana amewapa ninyi nchi hii, na ya kuwa hofu imetuangukia mbele yenu, na ya kuwa wenyeji wote wa nchi wanayeyuka mbele yenu. Maana tumesikia jinsi Bwana alivyokausha maji ya bahari ya Shamu mbele yenu hapo mlipotoka Misri. Tena mambo hayo mlioyatendea wafalme wawili Waamori waliokuwa huko ng'ambo ya Yordani, yani Shihoni na Ogu. Mwalimu, kwa hivyo haikuwa ni siri ya kile ambacho Mungu alikuwa amefanya. Lakini waliamua tu kujaribu kupigana. Walijaribu, yani mwalimu, tunasema kupimana nguvu na Mungu huyu. Licha ya kuwa walikuwa wameogopa kama vile ambavyo tumeweza kusema. Na tunajua Mungu anapoingililia kati mwalimu, iwapo Mungu yuko upande wako, vita ushavishinda. Mwalimu, unakumbuka wiki jana tulisema kwamba kuna pambano ambalo ni pambano kuu mwalimu, kati ya wema na uovu. Kwa hivyo lazima tuweze kuangalia pia hii katika picha hiyo kwamba kuna kambi mbili ambazo zinakinzana hapa mwalimu. Na kama vile ambavyo tunajua hakuna kuchukua middle ground. Hakuna katikati. Lazima uweze kuchagua upande mwalimu. Na tunajua kwa kumchagua Kristo umemkataa shetani. Na kwa kumkataa Kristo umemkubali shetani mwalimu. Iko tu hivyo rahisi. Kwa hivyo tunaweza kuona kwamba kusudi la Mungu lilikuwa wasiweze kuangamizwa. Lakini inafikia pale kwa sababu ya uasi, kwa sababu ya kujaribu kupimana nguvu na Mungu. Mwalimu, tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Jumatano ambayo ni chaguo huru. Kumbukumbu la Torati mwalimu 20:10 inasema vipi? Kumbukumbu la Torati ngapi? 20:10. Kumbukumbu la Torati 20:10 inasema hivi. Utakaposongea karibu ya mji kwenda kupigana juu yake, ndipo utakapowapigia ukelele na wa amani. Itakuwa utakapojibu kwa amani na kukufungulia, ndipo watu wote watakaoonekana humo watakufanyia kazi ya shokoa na kutumikia. Mwalimu, kwa hivyo walikuwa wapige ukelele wa amani. Hawakuwa wanaenda kivita mwalimu. Walikuwa wanaenda wakitafuta amani. Kwa hivyo lengo lao lilikuwa kwanza kuweza kutafuta amani. Lakini tumesema mataifa haya yalikuwa ni mataifa ambayo yalikuwa na kiburi, ambao tunajua ni tabia ya shetani. Kumbuka tumesema vita hivi mwalimu, ukiviangalia kwa jicho la kiroho, utapata ni mapambano kati ya Mungu na Ibilisi. Mungu na Ibilisi. Kwa hivyo
Shetani anaweza kuwawekea kiburi chake ili waweze kutaka kukabiliana na wana wa Mungu mwalimu, ambao tunajua Mungu alikuwa amewaelekeza kufika pale. Mwalimu, umesoma 15 hadi 18. Inasema utaifanyia vivyo miji yote iliyo mbali sana nawe, isiyokuwa miji ya mataifa haya. Lakini katika miji ya mataifa haya kupayo Bwana Mungu wako kuwa urithi, usihifadhi kuwa hai kitu chochote kipumzikacho, lakini ukawaangamize kabisa Mhiti na Mwamori na Mkanani na Mperezi na Mhivi na Myebusi, kama alivyokuamuru Bwana Mungu wako, wasije wakawafunza kufanya mfano wa machukizo yao yote walioifanyia miungu yao. Hivyo itakuwa ni makosa juu ya Bwana Mungu wenu. Mwalimu, kwa hivyo kulikuwa na kusudi ambalo sasa Mungu anatoa agizo la kuweza kuangamiza watu wenye uhai wote pale mwalimu. Na kusudi tunaona ili wasije wakafunzwa tabia zao. Mwalimu, unajua ukisoma katika kitabu ni cha Wakorintho inasema ukijihusisha na kundi ambalo si nzuri linaboronga maarifa. Kwa hivyo hawa iwapo wangepewa nafasi ya kuweza kutangamana na Israeli, wangeweza kuwachanganya akili zao na kuweza kuwafanya waweze kujua miungu hii yao. Kwa hivyo Mungu alikuwa anataka kuwalinda. Mwalimu, nakumbuka tumesema kwamba uovu wao ulikuwa umejaa. Na kwa hivyo ilikuwa wakati wa kuangamiza. Mwalimu, kwa hivyo tunalojaribu kuelezea ni kwamba walimu hawa walikuwa wamekataa ushauri wa Mungu kabisa. Kumbuka tumesema kwamba walikuwa waende kwa amani, lakini sasa inafika mahali ambapo hawataki hii amani. Kwa hivyo sasa inakuwa ni vita na Mungu anaweza kuangamiza. Mwalimu, lakini tunajua ni uamuzi wao wenyewe ambao walikuwa wamefanya. Ndio maana tunasema chaguo huru. Kwa hivyo wao wenyewe ndio ambao walikuwa na uhuru wa kuweza kuchagua iwapo wataangamizwa ama hawataangamizwa. Nakumbuka tumesema wale ambao walichagua upande wa Mungu akiwemo Rahabu na akiwemo wa Gibeoni waliweza kujinusuru. Lakini kwa hawa mataifa haya mengine yaliweza kuangamizwa. Lakini uchaguzi ulikuwa ni wao. Halikuwa ni kusudi ambalo, halikuwa ni kitu ambacho Mungu sasa alikuwa na utaifa fulani. Hapana. Waliweza kufanya uamuzi wao mwalimu. Bila shaka. Mwalimu, tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Alhamisi, mfalme wa amani. Je, kusudi la Mungu ni gani? Je, kuzidi kuwa na vita? Je, kutakuwa na amani katika ulimwengu huu? Je, ni nani atakayeshinda vita vikuu? Pambano hili ambalo tumekuwa tukilizungumzia. Mwalimu, tupe kitabu ni cha Isaya 9:6 tuweze kuona Kristo ambaye alikuwa azaliwe. Je, alikuwa aje kama nani? 9:6 Isaya. Naam. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uweza na wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Mfalme wa amani. Ni mfalme wa amani kwa sisi sasa, kwa wale ambao tunaweza kukubali maagizo yake. Mwalimu, tupe Isaya 26:3. Inasema, utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini. Kwa hivyo amani kamilifu iko ndani ya Yesu Kristo, na ni kwa wale ambao wanamtegemea. Ni ahadi ambayo tumepatiwa. Mwalimu, tupe Isaya 11:9. 11:9 inasema hivi, hawatahudhuru wala hawataharibu katika mlima wangu wote mtakatifu, maana dunia itajawa na kumjua Bwana kama vile maji yanavyoifunika bahari. Mwalimu, kwa hivyo tunaona ni katika nchi mpya ambayo haya yanakuja kutokea. Kwa hivyo amani inakuja kuletwa katika nchi mpya. Mwalimu, tupe Zaburi 46:8-9. Inasema hivi, njooni myatazame matendo ya Bwana, jinsi alivyofanya ukiwa katika nchi. Naam. 9. Vikomesha vita hata mwisho wa dunia, avunja hata akata mkuki, achoma moto. Kwa hivyo Mungu anakomesha vita kama vile ambavyo tumesema. Mwalimu, Isaya 60:17.
60:17 Isaia inasema hivi. Naam. 60:17 inasema hivi, badala ya shaba nitaleta dhahabu, na badala ya chuma nitaleta fedha, na badala ya mti shaba, na badala ya mawe chuma. Tena nitawafanya wasimamizi wako wawe amani, na hao wakutozao fedha kuwa haki. Kwa hivyo amani inakuja, mwalimu. Kwa hivyo tunaona mpango wa Mungu ni kukomesha uovu na kuweza kuleta amani. Tumefikia tamati mwa uchambuzi wa lesoni juma hili. Mwalimu, tutamatishie kwa ombi. Tuweze kuomba. Tunakushukuru Mungu, asante kwa wema wako, asante kwa kuwa pamoja nasi. Roho wako Mtakatifu akawe pamoja nasi, akatufunulie mengi na zaidi kutuandaa kwa ujio wako wa pili. Kawe na kila mmoja wetu, ni katika jina la Yesu Kristo naomba pia na kuamini. Amina.